Leo tunaangalia uhusiano kati ya Yesu Kristo kufunga na kipindi cha Kwaresma. Kwaresma ni kipindi cha siku 40 ambacho Wakristo hujiandaa kiroho kabla ya Pasaka, wakikumbuka jinsi Yesu alivyofunga na kujiweka karibu na Mungu. Kwa nini Kwaresma ni siku 40? Idadi ya siku 40 inatokana na tukio muhimu katika maisha ya Yesu. Baada ya kubatizwa, Yesu aliongozwa jangwani kufunga. Biblia inasema katika Mathayo 4:2, Yesu akafunga siku 40 mchana na usiku, mwishowe akaona njaa. Huu ndio msingi mkubwa wa Kwaresma, kuiga kipindi hicho cha Yesu cha kujitenga, kufunga na kujiandaa kwa huduma. Tukio hili linaelezwa katika Injili ya Mathayo, pia katika Injili ya Luka. Kufunga kwa Yesu kulimaanisha nini? Yesu hakufunga ili kuonekana na watu, bali kujiweka karibu na Mungu, kujiandaa kwa kazi yake duniani na kushinda majaribu. Wakati wa kufunga alijaribiwa na Shetani, lakini alishinda kwa neno la Mungu. Alisema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Hii inaonyesha kufunga si kuacha chakula tu, ni kuimarisha roho. Yesu alifundisha nini kuhusu kufunga? Yesu hakuwalazimisha watu kufunga kwa maonyesho. Alifundisha katika Mathayo 6:17, ukapofunga jipake mafuta kichwani, unawe uso. Maana yake usifunge ili watu wakusifie. Funga kwa unyenyekevu, Mungu anaona moyoni. Kwa Yesu kufunga ni jambo la siri kati ya mtu na Mungu. Kwaresma leo inaiga nini kutoka kwa Yesu? Katika Kwaresma, Wakristo hujaribu kuiga mambo matatu kutoka kwa Yesu. Moja, kufunga. Kama Yesu alivyojinyima jangwani, waumini hujinyima chakula au vitu wanavyovipenda. Pili, kuomba zaidi. Yesu alikuwa mtu wa maombi sana, hasa kabla ya maamuzi makubwa. Tatu, Kwaresma ni muda wa kujitazama, kuacha dhambi na kumrudia Mungu. Kwaresma inaunganaje na kifo cha Yesu? Kwaresma huisha karibu na Pasaka, ambayo inakumbuka mateso ya Yesu, kusulubiwa kwake, kifo chake na ufufuo wake. Kwa hiyo Kwaresma ni safari ya kiroho, inaanza na kufunga jangwani, inaishia msalabani na mwisho wake ni ushindi wa ufufuo. Je, Yesu aliamuru watu wote wafunge siku 40? Biblia haionyeshi Yesu aliamuru kila mtu kufunga siku 40, lakini alionyesha mfano wake mwenyewe. Alifundisha namna sahihi ya kufunga, aliweka msisitizo kwenye moyo, si sheria tu. Ndio maana makanisa mbalimbali yanafanya Kwaresma kwa namna tofauti. Funzo kuu kutoka kwa Yesu kuhusu kufunga. Kutoka maisha ya Yesu tunajifunza kufunga ni kwa ajili ya nguvu ya kiroho. Kufunga ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Kufunga ni maonyesho ya kidini. Kufunga husaidia kushinda majaribu. Yesu alionyesha kuwa mtu anaweza kuwa na nguvu za kiroho hata bila chakula, ikiwa anamtegemea Mungu. Kwa hiyo Kwaresma si desturi tu ya kanisa, ni ukumbusho wa tukio halisi katika maisha ya Yesu. Kufunga kwake jangwani siku 40, kuomba na kujiandaa kwa kazi yake ya kuokoa dunia. Kama Yesu alivyoshinda majaribu kwa kufunga na kumtegemea Mungu, vivyo hivyo waumini hutumia Kwaresma kama muda wa kurudi kwa Mungu, kutubu na kuimarisha imani. Hiyo ndio historia ya Yesu kuhusu Kwaresma na kufunga. Mimi ni Joel Palanjo.